Karibuni wapenzi watazamaji wa Kibenge TV kwenye awamu ya pili ya habari za kila siku tunazozileta kwenu kwa muda muafaka. Na kwa sasa tutakwenda kuzungumzia tukio ambalo lilitukia huko mkoani Kivu Kaskazini, ambako takriban raia 11 wameuawa ndani ya siku mbili katika manispaa ya Mwene tarafani Lubero, kufuatia mashambulizi mawili ya kigaidi yanayodaiwa kufanywa na wahasi wa ADF. Kulingana na vyanzo vya eneo hilo, watu 6 waliuawa huko Mako usiku wa tarehe 22 Januari mwaka 2026, huku watu wengine 5 wakipoteza maisha yao huko Mavwe kati ya tarehe 19 na 20 Januari mwezi huu. Nyumba kadhaa pia zilichomwa moto wakati wa mashambulizi hayo, hali iliyozua hofu kubwa miongoni mwa wakazi na kusababisha wimbi jipya la watu kuyahama makazi yao. Na huko Marekani, katika baraza la bunge lililofanyika huko mjini Washington hiyo jana tarehe 22 Januari mwaka 2026, mbunge wa Marekani ameitaka serikali ya Marekani iweke dharura ya kumaliza vita mashariki mwa DRC. Wakati mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiendelea kuzama katika vurugu, sauti zinaendelea kusikika ndani ya bunge la Marekani zikilahani pengo lililopo kati ya hotuba za amani na hali halisi inayowakumba raia wa Kongo wanaoendelea kuwa wahanga wa ukosefu wa usalama wa kudumu, hasa katika maeneo yaliyoathiriwa na mashambulizi ya M23 RDF. Katika kikao rasmi cha kusikilizwa, mmoja wa bunge wa Congress alieleza hadharani mashaka yake kuhusu ufanisi wa sasa wa mkakati wa Marekani, huku akisisitiza tena kujitolea kwake kwa lengo la Rais Donald Trump la kuleta amani. Alisema ya kwamba anatamani kuamini kuwa ajenda ya amani ya Rais Donald Trump ni ya kweli na italeta amani ya dhati, lakini akaongeza kwa kutahadhari kuwa ni vigumu kuamini hilo wakati zana zetu za sera za kigeni zimepunguzwa nguvu na rasilimali za kibinadamu na taasisi zinazohitajika hazijawekwa ili kufanya amani iwe endelevu. Kwa mujibu wa mbunge huyo, Wakongo hawajaona dalili zozote za utulivu. Na nukuu, Wakongo hawajaona amani, kile walichoona ni kuongezeka kwa vurugu katika kipindi cha mwaka uliopita, alisema, akisisitiza dharura ya hali hiyo, huku na nukuu, hawana muda wa kusubiri, akizungumzia kurejea kwa mapigano na ukiukaji wa haki unaohusishwa na M23, hususan katika eneo la Uvira. Mbunge huyo alitoa wito wa kuchukuliwa kwa hatua za haraka na madhubuti. Tunahitaji hatua za haraka ili kuwajibisha M23 na Rwanda kwa uvamizi wao nchini DRC na kwa mashambulizi yao ya hivi karibuni huko mjini Uvira, alisikika mbunge huyo akisisitiza. Na kurejesha mchakato wa amani kwenye mstari wake, alilaani vikali juhudi zozote za kupuuza au kupunguza uzito wa mgogoro huo. Na nukuu, ni ukatili kudai kuwa vita nchini DRC vimekwisha, ilhali M23 ilikuwa inaua raia wakati wa sikukuu, alisema, akibainisha mgongano uliopo kati ya baadhi ya kauli za kimataifa na hali halisi iliyo uwanjani. Katika muktadha huu, mbunge huyo alihimiza Marekani na jumuiya ya kimataifa kuonyesha dhamira ya kweli. Na nukuu, ni wakati sasa kwa Marekani pamoja na jumuiya ya kimataifa kujitolea upya kikamilifu katika mchakato huu wa amani na kuthibitisha uzito wao kwa kuwawajibisha waharibifu wa amani, alisisitiza. Hatimaye alieleza kuwa anatarajia ahadi za vitendo kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, akisema, na nukuu, anasubiri kwa matumaini kusikia naibu msaidizi wa waziri wa mambo ya nje Tuthman kuhusu mpango wa idara ya serikali wa kufikia lengo la Rais Donald Trump ya amani ya kweli na ya kudumu nchini DRC. Kauli hii inakuja wakati ambapo mashariki mwa Kongo raia wanaendelea kulipa gharama kubwa ya mgogoro wa muda mrefu, hali inayozidisha matarajio makubwa kwa juhudi za Marekani na jumuiya ya kimataifa ili kumaliza kabisa miongo ya vurugu za silaha. Na kwa kuthibitisha maneno haya, Bibi Sarah Tuthman, ambaye ni naibu msaidizi wa katibu wa masuala ya Afrika katika bunge la Marekani,
Alisisitiza ya kwamba, na nukuu, tutahakikisha kuwa ahadi zilizotolewa Washington zinatekelezwa, kwamba mchakato wa amani unaleta matokeo ya kweli ili watu wa eneo hili waone maboresho yanayoonekana katika maisha yao ya kila siku, na kwamba masharti ya kuongeza uwekezaji wa Marekani yanatimizwa. Uwazi na uwajibikaji ni msingi katika kila hatua, na wale wanaotishia amani wataadhibishwa. Kama Katibu Rubio alivyosema, tutachukua hatua kuhakikisha kuwa ahadi zilizotolewa kwa rais zinatimizwa. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndipo ambapo tunakwenda kuhitimisha awamu ya pili ya habari za matukio ya kila siku. Jitahidi usitoke kwenye channel yetu, zidi kuwa pamoja nasi ili kusikiliza uendelevu wa habari moto moto kutoka kwetu. Tukutane kwa majaliwa.